Cha za wazungu waliokuwa hawana makazi, wanalala barabarani. Ndio. Kifika usiku saa 4 tafuta maboksi hivi, utajikuta wamejikunja, hawana, wanaishi na wanaonekana. Serikali zao mbona haziwasaidii? Kwa mfano kama ukinywa pombe sasa mchana wa mwezi wa Ramadhani, ni kinywaji hicho kabisa, unaona utakuwa umefungua saumu. Lakini haya mengine sijui, haya mengine yanakuwa mabaya zaidi. Kwenda kuabudu sanamu ni kufuru. Ndio. Yani wewe uhesabii kwamba eti Muislamu, achilia mbali eti umefunga. Vitu kama hivi wewe, au kenda kupiga ramli pia ni mambo ya ushirikina. Haya yanakufanya sasa saumu zako zote zimebatilika, umetoka katika imani. Nafikiri tumeeleweka mpaka dakika hii. Swali lingine anasema, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Ni Abu Hudhaifi huyu. Anasema nikipatikana Donge, mimi nataka kujua ni ipi hukumu ya mwanamke mwenye kupanda daladala akiwa kajisitiri vizuri au hakujisitiri ila akakaa siti moja na mwanaume ambaye si maharimu wake, au ikiwa amesimama huku akigusana na wanaume? Naam, hili kama tulilijibu katika vipindi vya, lakini haidhuru kwa sababu ni mambo ambayo yapo tunaendelea nayo. Hata yakija mara zote tutajibu ili kuwakumbusha Waislamu. Ndio. Hapa kuna matendo mawili. Kuna tendo la huyu mwanamke ambaye alipanda hii daladala, unaona hana stara ya kisheria. Na stara ya kisheria kwa mwanamke ni kujifunika mwili mzima. Unaona Ndio. Ukiwepo na uso na viganja vya mkono, kwa kauli ilikuwa yenye nguvu ya wanachuoni. Ndio. Mwanamke atakiwa avae nguo ya stara, ajifunike, tena yenye sifa za kisheria. Naam. Sifa za kisheria yenyewe, hiyo nguo isiwe inaonya ndani ya kiwiliwili, isiwe nyembamba ya kubana kiwiliwili kiasi cha kuonyesha umbile lake, iwe pana. Halafu vile vile isiwe na mapambo ndani yake. Unaona na vile vile iwe isiwe wenye kuigwa kutoka kwa makafiri. Hili haliko kwenye daladala tu, hata katika maisha yako unaoishi mwanamke unatakiwa ujistiri, sio kwenye daladala tu, popote pale. Naam. Kwa hiyo hili ni dhambi ambao ni kosa ambalo linafanyika popote, isipokuwa hata likiingia kwenye daladala haina tofauti na wewe kutembea katika hali kama hiyo. Ndio. Hapa moja ambalo ndo analigusa, na hili pia halihusu daladala tu, huwa kwenda kukaa kiti kimoja na mwanamume ajnabi, au kusimama kama Dar es Salaam mara nyingi madaladala haya, au mwendo kasi, unaona wana mikanda juu anaishika huko mbele yako, kasimama mwanamke. Ndio. Tena angalau mwanamke awe na stara, hana stara, halafu pengine na makalio makubwa. Watu wanapenda vitu hivi, unaona. Ndio mtu ndamkuta sasa, hapo ndio mifadhaiko inapatikana. Bembea kabisa. Sasa mwanamke mwenye stara yuradhi akae angoje basi ambalo litampa stara katika kuipanda. Ndio. Kulikoni kuingia sehemu ya mbanano. Kwa nini? Kwa sababu ikhtilat kisheria imekatazwa. Ndio. Unaona, kuchanganyika wanaume na wanawake imekatazwa. Hata kwenye madarisi hizi sheria ya Kiislamu wanawake wanatakiwa, kama hapana budi kuna ufinyu wa eneo, angalau wanawake wabaki nyuma katika darasa. Lakini tendo la kuchanganya kama ilivyo kwenye mashule ya serikali, deski hili hapa mwanamke huyu na mwanamke wa kiume huyu. Ndiyo. Tena angalau ile deski kila mmoja ajitegemea. Kuna haya madeski ambayo wanakaa pamoja watu watatu. Sasa watatu wenyewe angalau kuwe na walimu na heshima zao na dini, kwamba hili deski hili kaeni wanaume. Lakini nakwenda Halima yuko hapa, Abdallah yuko hapa, unaona, na hapa napo panaisha wamekaa. Kama hawa watoto ni wadogo sawa, lakini sasa wameshafikia umri wa bulugh. Siku hizi watoto wakishafika darasa la 5 tayari utaona tayari washatimka. Kwa hiyo mambo haya ndiyo ambayo yanaiharibu jamii, kuishi maisha ya ovyo, ambayo sasa sisi tunapata mateso katika dunia hii kwa sababu ya hizi tabia ambazo zimepomoa maadili kwa ujumla. Kwa hiyo Allah tunawanasihi wenye mabasi, wenye madaladala, wawe wanafanya biashara ya kuchunga kumridhisha Mola wao.
Ndio. Isiwe kwamba mimi shauri yao bwana, mimi nataka hela tu. Ushaweka konda, yeye hana habari yote. Naam. Maana angalau weke konda ambaye ana dini yake. Wewe dada, kaa hapa. Ndio. Kaa na mwanamke mwenzio. Wewe mwanamume, hebu mpishe, huyu ni mtu mzima mzee. Katika dini tuheshimu hawa watu wazima. Unaona? Lakini hamna hivyo. Muhimu yule konda kazi yake atafuta pesa. Anakwambia mtu mzima hapangwi. Kabisa. Kwa hiyo hii imechangia kwa kiasi kikubwa sana. Ndio. Kuna baadhi ya nchi alhamdulillah, tumeishi Saudia mashallah, yale mabasi ambayo wanaita Sabtco, mabasi ya daladala zao zile. Ndio. Unaona mabasi ambayo kampuni za serikali wameweka kitengo kizima kwa ajili ya kina mama. Naam. Kuna mlango wao wanapita. Ndio. Unaona, na huku kuna wanaume. Kwa hiyo kuna stara kwa kiasi kubwa. Kweli basi ni moja, wameingia ijtamau walakin lam yakhtalitu, lakini hawakuchanganyika. Naam. Kwa hiyo hili twalikariri mara nyingine kwamba ni haramu, halifai hata kama tunaishi nalo. Unaona, wajibu wetu sisi kama vile nilivyosema, mfano nchi hii imekuwa kama watu wametumbukia kwenye shimo la mavi. Wewe unavutakiwa ufanye juhudi ya kujitoa. Sio kuendelea kuogelea mle ndani ya mavi ukaramba. Unaona, sasa wewe utakuwa, hata wewe anayetaka kupita kukuokoa, kama mko wawili, kuna mmoja anahangaika kutaka kupanda na mmoja anaramba, atamuokoa nani hapo? Yule mwenye kujitoa. Kwa hiyo tuyachukulia haya mbele ya Mola wetu kwamba kuna wengine wayafanya wanalazimika kwa sababu ya ulimwengu unavyokwenda, lakini kuna wengine wayafurahi kiasi. Yaani mtu atafuta daladala lilojaa, akiangalia kuna mijisichana chungu, hapa wacha nipande. Pengine hata nia ya kwenda mahala aenda hapa mpaka Kariakoo mpaka hapo Buguruni basi. Maadamu kaona mijitoto imesimama mle ajifanya. Unaona? Anaitwa dunga. Naam. Nafikiri tumelijibu hili swali vizuri. Asante, shukrani sana. Swali letu lingine nasema, swali langu ni nini hukumu ya mke ambaye hamtii mumewe? Maana kuna mtu kamchukua mke na watoto wake Afrika akawaleta Ulaya, wakawa wanaishi pamoja kwa zaidi ya miaka 15. Mume akaongeza mke wa pili kwa makubaliano na mke wa mwanzo. Baada ya muda wa mke wa mwanzo baadaye akabadilika, ikawa anafanya vitu bila idhini ya mume. Anatoka na kwenda kwenye mashirika na kulalamika kuwa mume hawapi mahitaji ya kutosha. Ikafika muda mke akaenda kubadilisha kila kitu kwa jina lake, ikawa mume hawipewi pesa yeye, na huyo mke akawa ndo mwenye maudhi kwa mumewe. Sababu yake kubwa ya kufanya hivyo, anasema kama pesa wanazopewa mume anafanya matumizi na mke wa pili, wakati zile za mke wa pili hazijamhusu. Mume wake sasa yupo tu, hana maamuzi yoyote na hajui mke anachokifanya na ile pesa kinafanywa kitu gani. Ni sahihi kuendelea na kuishi pamoja na mke huyo, au kwa Mungu hakutokuwa tatizo? Kiufupi, yako mengi anayoyafanya huyo mke, tufanyeje shekhe? Karibu sana. Kwa maelezo yake anasema eti kwa Mungu hakuna matatizo yote. Mungu hana matatizo, lakini wewe mbele ya Mungu ndo una matatizo. Tena nasaha zangu, wewe uko Ulaya unaishi katika mazingira kama haya, uondoke haraka urudi nyumbani. Kwa nini? Kwa sababu kisheria, na hili ni jambo ambalo lina dalili ya kitabu sunna hasa, unaona kwamba haifai, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ana bari'u min kulli muslimin baina adhhuril mushrikin. Hadithi sahihi imepokewa na Abu Daud na Tirmidhi, kwamba mimi niko mbali, najiepusha na kila Muislamu ambaye anaishi baina ya washirikina. Sasa mahala kama Ulaya, si ndio mahala makao makuu ya watu washirikina wako huko bwana, Ulaya, Marekani. Sasa pamoja na kauli kama hizi, wanachuoni wametoa fatwa kwamba haina maana ya kwamba Muislamu hawezi kwenda kabisa kule Ulaya kwa baina ya washirikina, lakini wanasema lazima kuwe na sababu za kisheria zinazokupeleka ambazo zinakubalika. Kwa mfano, ulikwenda kwa ajili ya da'wa, ni jambo la kubaliwa. Wewe na mkeo, unaona
maadamu unaweza ukatekeleza ibada yako mahala, hata hii wanaita shaairi. Unaona mambo ya swala, funga, hakuna mikwazo kama hiyo. Waruhusiwa kwenda kwa ajili ya kulingania. Na ndio kazi walifanya masahaba. Wamekwenda kwenye miji ya makafiri, wamekwenda kulingania. Hilo moja wapo. Jambo la pili, umekwenda kutafuta elimu ambayo huku kwenu haipo. Katika miji ya Waislamu. Kwa hiyo kama unaenda kutafuta elimu imeruhusiwa. Au vile vile matibabu katika maeneo ya Waislamu hakuna tiba hiyo. Umeambiwa kwamba sehemu fulani unaishi makafiri napatikana hiyo tiba, wenda. Unaona? Sababu kwa ufupi zile zinazokubalika kisheria. Lakini pia wanachuoni wameongezea kwamba yule anayekwenda awe tayari ana hisni, ana kinga. Kinga gani aliyokuwa nayo? Kapata misingi ya dini, kuweza kujua ni lipi la halali, lipi la haramu, kwa sababu kazungukwa na ushirikina na kufuru. Unaona? Mpaka akitoka kenda dukani, kule ndani ya duka kuna mambo mengi yaliyoharamishwa. Vichinjo vilivyoharamishwa, vitu vingi vilivyoharamishwa. Unaona? Kwa hiyo mtu kama wajua hiki najiepusha nacho, hiki najiepusha nacho. Lakini kama huna sababu katika hizo, na haya ndiyo matokeo au athari ya kuishi manchi ya makafiri. Yani wewe unakwenda, kwa sababu huyu ukiangalia anaishi kwa posho za wakimbizi. Hii lugha sasa, mbona mimi hela zangu mwanamke hanimpi, sijui kwa nini. Kenda kashtaki, pengine wewe umhudumii. Serikali ya kule ikaona bora hizi pesa wampe mwanamke. Wewe si mwanamume bwana, unathaminiwa sana. Sasa alalamika, lakini wewe ndio sababu. Unaona? Wewe ndio mkondo kumfanya huyu mwanamke sasa hana taa na wewe, wakati dini yetu inavyoambiwa, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama ingelikuwa mimi kuntu amiran ahadan, unaona, ingekuwa ningeamrisha mtu mmoja yoyote yule an yasjuda li ahadin, kumsujudia mwingine, basi la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha. Yani lau kama ningeliamrishwa kumwambia mtu amsujudie mwenzie, basi ningemwamrisha mwanamke amsujudie. Hii wanachuoni wasema ni dalili ya nini? Kwamba mwanamke anatakiwa mtii mumewe, lakini sio katika maasi. Sasa huyu kishafanya uasi, wewe kwa nini umeng'ang'ania huko? Hivi wewe umekwenda huko, Tanzania tuna vita sisi? Kuna sababu. Na mara nyingi hawa wanaokwenda si kama eti wamekwenda kusema kwamba wametoka Tanzania. Walio wengi wameenda huko wadai kwamba wao wakimbizi wa Somalia. Ili wapate pesa. Twapata siri zao nyingi sana. Akienda kule wenyewe wanasema mpaka apewe sheria ndio anapewa ule ukimbizi. Na kupewa hizi haki. Sasa wanakwenda kuwafuata vijana wa Kisomali, ni kazi zao hizo. Wanawafundisha nyimbo za taifa za Kisomali kwa Kisomali, wawafundisha miji mikubwa kule Somalia na nini. Wakenda kule na mawakili wao, basi wajifanya wanauliza, wewe watoka wapi? Kuna mzungu kakaa hajui Kisomali. Naona mmoja ajifanya muuliza Kisomali. Hebu wewe wajua nyimbo za taifa za Somalia? Ndio. Hebu imba. Haimba. Wama haye wewe. Unaona vitu kama aonekana, kumbe mdigo katoka Tanga. Yani kwa hakika wamekwenda watu, lakini haya yote nini? Wanadai kwamba eti wamekwenda kutafuta maisha. Wallahi walio wengi wanaishi maisha tambanga. Usisikie ukaona mtu kenda Ulaya kazi yako kumwandikia message tu kwenye WhatsApp, bwana nitumie dola. Wapi? Wenyewe wataabani. Mishahara mikubwa, lakini ukwambia bwana kodi za nyumba ni kubwa mno. Halafu kodi za kaza pesa tunazopata ni kubwa mno. Hakuna kukwepa kodi kule. Unaona? Leo hapa nchi yetu mtu ukiwa mkulima hamna kodi. Lakini kule mkulima ndio matajiri, wanatozwa makodi. Unaona? Kwa hiyo wanaishi maisha ya ovyo sana. Mara nyingine wanawaachia kwa sababu wao wenyewe wamepata cheap labor. Si umejipeleka mwenyewe? Kule watakiwa wafyagiaji, watunza wazee waliokaa kwenye mabanda ya maskini. Unaona wanaona wazungu hawapendi mambo haya. Mamwinyi wao. Kwa hiyo nyie mkenda wanawaachia, mnabaki tu hivi hivi. Kwa hiyo wasia wangu huyu bwana
akiendelea kukaa namna hii atakuja kumjibu Mola wake. Kwa nini? Kwa sababu arrajulu mas'ula an ahli baiti. Mwanamme ni mas'uli juu ya watu wake wa nyumbani, mkewe na watoto. Sasa hali kama hii utaishi nayo mpaka lini? Huwezi kufa njaa, tafuta nauli urudi uanze maisha, hicho ulichokuwa nacho uje kuanza nacho hapa. Nafikiri tu na shehe, kwa huyu mke sasa amfanyeje? Huyu mke ikiwa bado anaendelea kuishi pengine huko, mwambie tuondoke. Akikataa basi kwa nini ujilazimishe? Sababu inawezekana kuishi kule ndo vivutio vinavyofanya yule ana. Ndio nakwambia, katika kwa mujibu wa mafunzo ya Mtume, asili ya kutukataza sisi kuishi maisha ya nchi za kikafiri, hakuna hatari kubwa sana ya wewe kutadias. Vijana wengi wameharibika. Unaona? Kwa nini? Kwa sababu kwanza tunajengwa hapa na vyombo vya habari kwamba kule kumeendelea, watu hawafi njaa. Kuna kijana mmoja sasa, afadhali ningezaliwa Mbo Ulaya kuliko mwingine afadhali ningeishi jela za Ulaya maisha kuliko kukaa kwenye jela ya Tanzania, yani kuishi katika maisha ya kawaida Tanzania. Hawajui maskini. Mimi siku moja kwenye grupu yetu ya Al-Sunna nimetuma picha za wazungu